Lilikuwa ni jaribio lake la tatu la kufuzu kwa michezo ya Olimpiki baada ya kutofaulu katika majaribio mawili ya awali, na hivyo bondia huyo wa uzani wa bantam alijikatia tiketi ya kushiriki katika michezo hiyo kwa mara ya pili baada ya kushiriki kwa mara ya kwanza mwaka 2012 jijini London, Uingereza. Kushiriki kwake kwenye mapigano ya kufuzu yaliandaliwa na shirikisho la AIBA nchini Venezuela ilikumbwa na hali ya taharuki. Aidha, hakufuzu kwa mashindano ya Afrika yaliyoandaliwa nchini Cameroon sawa na mapigano ya pili ya kufuzu yaliyoandaliwa jijini Baku, Azerbaijan. Kwenda kwake nchini Venezuela kulikumbwa na hali ya tashwishi. Kamati ya Olimpiki humu nchini NOC haikumfadhili wala kumtafutia kocha, lakini shirikisho la AIBA lilimsaidia kwa kugharamia usafiri na malazi yake na pia kumtafutia mkufunzi. Bondia huyo alijitahidi na kuandikisha matokeo bora ambapo alifuzu kwa fainali dhidi ya raia wa Cuba ambaye alijiondoa katika dakika za mwisho na hivyo Gisharu akatangazwa mshindi. Ufanisi wake katika mapigano ya kufuzu umefanya kamati ya Olimpiki humu nchini kulaumiwa kwa kupuuza majukumu yake. Kufuzu kwa Gisharu kumeongeza idadi ya mabondia watakaowakilisha Kenya katika michezo ya Olimpiki kuwa 3. Mabondia wengine ni Rayton Okwiri na Peter Mungai waliofuzu wakati wa mapigano ya kufuzu barani Afrika nchini Cameroon mwezi Machi. Mabondia hao 3 wanafanya mazoezi yao jijini Nakuru huku wakijitahidi kufikia matokeo bora yaliyoandikishwa na marehemu Robert Wangila Napunyi aliyeshindia Kenya nishani ya dhahabu ya kwanza ndondi wakati wa michezo ya Olimpiki mwaka 1988 kwa mara ya kwanza jijini Seoul, Korea Kusini. Bernard Okumu, Darubini Michezo.